Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu utakao kutia nguvu, kukuongoza, kuvusha na kukuisha popote ulipo unapotutazama. Na kabla ya mambo yote tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ni neema yake. Baba wa mbinguni, Mfalme wa falme, Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa shukrani nyingi. Asante kwa neema yako ambayo Mungu umetupa ya kufika mahali hapa kwa ajili ya kufanya kazi na utumishi huu. Mbariki mtumishi wako, bariki watazamaji wote, Baba wa mbinguni, hata sauti popote itakaposikika watu wakaokolewa. Tunakusihi kwa neema yako iliyo kuu ikamiminwe juu ya watu na kuwafundisha watu tukataa uovu wa kila namna na kufuata njia ya utauwa katika jina la Yesu. Amen. Na leo tuna somo ambalo linahusu damu ya Yesu. Ikiwa ni sehemu ya pili, tulikwisha kutoa sehemu ya kwanza ya nguvu ya damu ya Yesu. Sasa tunatoa sehemu ya pili, nguvu ya damu ya Yesu. Kwanza, damu ya Yesu imebeba utakaso. Imebeba utakaso. Ukiachilia damu ya Yesu Kristo, kuna utakaso unatokea. Na tulishaelezea kwenye sehemu ya kwanza kwamba matumizi ya damu ya Yesu, ukiinyunyuza inanena, ukiimwaga inaondoa. Kwa hiyo damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu kumebeba kitu cha utakaso. Kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 mstari ule wa 22 inasema, na katika Torati kila kitu usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo unaona damu ya Yesu inasafisha. Damu ya Yesu inasafisha. Yani, ukimwaga inaondoa, ukinyunyiza inasafisha. Kile kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 24 inasema, damu inenao mema kuliko ya Habili. Inenao mema kuliko ya Habili. Na inasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu yake ya kunyunyiza inenao mema kuliko ile damu ya Habili. Unajua damu ya Habili ilikuwa inanena kisasi, lakini damu ya Yesu Kristo inanena rehema, inanena msamaha, inanena mambo mema. Hizi za wanadamu zote zinazomwagwa zinanena ubaya, zinadai kisasi, zinadai mauaji, lakini ya kwake inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema kinyume cha mabaya. Kwa hiyo tunapokuambia achilia damu ya Yesu, ukinyunyuza ujue basi inanena. Kunena maana yake inaongea. Inaongea kinyume na adui. Inaongea kinyume na shetani alivyokusudia kwenye maisha yako. Jifunze kuiachilia kwa imani. Jifunze kuiachilia kwa imani katika sala. Unapokuwa kwenye maombi, tumia damu ya Yesu kwa imani. Kama unaona vitu wa uelewi, mwaga damu ya Yesu. Sasa na Ibrania 9:22. Pasipo kumwaga damu hakuna kuondolewa. Kwa hiyo ukimwaga damu inaondoa. Kama unaingia kanisani, nyunyuza damu ya Yesu kwenye eneo lote la kufanyia ibada. Ndivyo Musa alivyofanya, alinyunyuza mpaka kwenye vyombo. Maana kama ni sasa, nyunyuza damu ya Yesu kwenye vinanda, kwenye spika, kwenye vifaa vya sauti, vifaa vya tehama, madhabahuni na kwenye viti vyote kwa imani. Na unavyonyunyuza inatakasa na inasafisha na inanena kinyume na kilichosemwa pale kwenye hilo eneo unalonyunyuza. Cha pili, damu ya Yesu imebeba upatanisho. Kwani ndiyo hiyo damu imebeba upatanisho kwa ajili ya nafsi za watu. Na ukisoma Walawi sura ya 17 mstari wa 11 anasema kwamba maana nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu kwa ajili ya kufanya upatanisho. Kwani ni hiyo damu ifanyao upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo inafanya upatanisho, sio upatanisho tu pia. Pia damu ya Yesu Kristo inavunja kiambaza cha kati. Kiambaza cha kati inaondoa uadui, inafanya upatanisho, lakini huo upatanisho ni kati ya nafsi zetu na Mungu, inatupatanisha na Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 inasema, basi na tukisogelee kiti cha rehema na neema kwa ujasiri, ili kupitia damu ya Yesu ili tuweze kupewa mahitaji yetu. Kwa hiyo sasa tunaposogea kwenye kiti cha rehema, maana hii damu ya Yesu pia
inatustahilisha kusogelea Mungu katika maombi. Inatustahilisha. Waebrania 4:16, basi tukisogelee kiti cha rehema na neema kwa ujasiri kupitia damu ya Yesu. Sasa hii damu ya Yesu inatustahilisha kusogelea kiti cha rehema na neema, na tukapewa mahitaji yetu ya kila siku tunaomuomba Mungu. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya pili ambayo nimeitoa. Endelea kufuatilia maandiko hayo kama wale wana wa Beroya, ili uweze kuelewa thamani ya damu ya Yesu. Na Mungu akubariki sana. Kabla ya yote nitaomba na wewe kwa muda mfupi, ili sasa ikusaidie na ikujenge namna ya kuitumia damu ya Yesu. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Tunainyunyuza damu ya Yesu Kristo juu yake ikamtakase. Kitabu cha Nehemia 30:12, makuhani walijitakasa wenyewe, kisha wakatakasa kusanyiko lote, kisha wakazitakasa kuta na malango. Katika jina la Yesu nanyunyuza damu ya Yesu Kristo inayotakasa na kusafisha. Ikasafishe Bwana matendo yote mafu juu ya mtazamaji. Na nyanyunyuza hiyo damu Yesu ikanene kinyume juu yake mchana wa leo, kinyume na mabaya na kinyume na adui. Kwa nguvu zako za damu yako takatifu iliyovunja, inayoshinda mauti, inayoshinda shetani na majeshi yake ya pepo wabaya, tunainyunyuza sasa juu ya mtazamaji wetu. Ikamnenee mema kinyume na mabaya siku ya leo. Yeyote anayetazama klipu hii, na nyunyuza damu ya Yesu Kristo juu yake. Na ujumbe huu wote na unyunyuzia damu ya Yesu. Na sauti hii yote naambatanisha na damu ya Yesu. Popote itakaposikika Baba, watu wakafunguliwe katika jina la Yesu. Na inyunyuza kwenye ufahamu wa msikizaji na mtazamaji, ili ufahamu huo ukatakaswe kwa damu ya Yesu Kristo. Akawaze kama Kristo anavyotaka. Amen.